Ni Ijumaa tarehe 26 mwezi wa Septemba. Karibu kwenye matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Phyllis Mwote. Tulionayo asubuhi ya leo: aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa idara ya ujasusi nchini Marekani na mkosoaji mkubwa wa Rais Donald Trump, James Comey, amefunguliwa mashtaka mawili ya uhalifu. Naibu mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema mgogoro wa sasa unahitaji majibu ya haraka na mchakato wa mazungumzo ya kisiasa. Na kwenye gumzo tunaangazia changamoto za utalii Afrika Mashariki na nafasi ya vijana kwa sekta hiyo muhimu, huku dunia ikiadhimisha siku ya utalii hapo kesho. Changamoto kubwa kwa miundombinu ni kwa upande wa flights, lakini kwa miundombinu kwa maana ya majengo, hoteli, kwa upande zote iko sawa. Kuna baadhi ya changamoto sana kwa vijana ambao tunaanza kama supporting finance kwa vijana. Lakini kwanza nampisha mwenzangu Karo Robi akusomee muhtasari wa habari. Karibu Karo. Shukran Phyllis. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hatuiruhusu Israel kuchukua ukingo wa Magharibi. Akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya White House, Rais Trump amesisitiza hilo halitofanyika. Baadhi ya wanasiasa wenye misimamo mikali ya mrengo wa kulia wa serikali ya Israel wametaka Israeli kutanua maeneo ya Palestina wanaoyakalia kimabavu baada ya Uingereza, Ufaransa na nchi nyingine kutangaza kuitambua rasmi Palestina kama taifa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kutoruhusu kuwepo kwa taifa huru la Palestina. Aliyekuwa mkuu wa shirika la upelelezi la Marekani FBI James Comey ameshtakiwa kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo kwa bunge la Marekani na kuzuia haki kutendeka. Rais Trump alimfuta kazi bwana Comey mnamo mwaka 2017, muda mfupi tu baada ya kuthibitika kuwa rais huyo alikuwa anachunguzwa kuhusiana na madai kuwa Urusi iliingilia uchaguzi mkuu wa Marekani mwaka 2016. Inaaminika kuwa mashtaka dhidi ya Comey yanahusiana na ushahidi aliotoa mbele ya kamati ya baraza la Senate la masuala ya sheria, ambapo alikanusha madai kuwa alifichua kwa vyombo vya habari taarifa nyeti kuhusu namna Urusi iliuingilia uchaguzi wa Marekani. Bwana Comey hata hivyo anasema haogopi mashtaka dhidi yake. I'm not afraid. And I hope you're not either. Siogopi na natumai pia nanyi hamuogopi. Natumai badala yake mnajihusisha, mnatilia maanani na mtapiga kura kwa dhati. Nafsi yangu inasikitika kwa jinsi hali ilivyo katika mfumo wa idara ya mahakama, lakini sina hatia, na kwa hivyo wacha tuwe na kesi na tuwe na imani. So let's have a trial and keep the faith. Rais Donald Trump amesaini agizo la rais ambalo linatoa idhini kwa shughuli za mtandao wa kijamii wa TikTok kukabidhiwa kwa kundi la wawekezaji, miongoni mwao akiwa bilionea wa Marekani Larry Ellison. Haijabainika wazi kiasi gani wawekezaji hao watawalipa wamiliki wa TikTok, lakini inakadiriwa kuwa ni hadi dola bilioni 14. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesema uuzaji huo utalinda data za Wamarekani wanaotumia TikTok. Polisi nchini Kenya wamewakamata vijana wawili kwa kosa la kuidharau bendera ya taifa katika mechi ya soka kati ya klabu ya Kenya ya polisi na Somalia iliyofanyika Jumamosi iliyopita. Vijana hao wanaoaminika kuwa mashabiki wa Mogadishu FC walionekana wakiitupa chini bendera ya Kenya na kisha kuikanyaga. Baadhi ya Wakenya walielezea ghadhabu yao mtandaoni kuhusu kitendo hicho, wakitaja kuikosea heshima bendera ya taifa na kutaka vijana hao kukamatwa na kuchukuliwa hatua. Siku ya Jumatano wiki hii, balozi wa Somalia nchini Kenya aliomba radhi kuhusiana na kisa hicho, lakini hata naye alilaumiwa kwa kuiweka bendera ya Kenya juu chini wakati wa mkutano wa waandishi wa habari. Na polisi nchini Kenya vile wamesema wameokoa zaidi ya watu 20 waliokuwa wameshawishiwa na magenge ya wahalifu wanaosafirisha watu kinyume na sheria kuwa wanakwenda kufanya kazi Urusi, lakini nia ni kuwatuma kwenda kupigana katika vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Hii ni BBC. Shukran Karo Robi kwa kutusomea muhtasari wa habari. Kumbuka matangazo haya ya Amka na BBC unaweza kuyasikiliza kupitia FM na redio wa shirika mbali Afrika Mashariki. Tanzania, Radio 1, Radio Free Africa. Nchini Kenya, Mwanedu FM au County FM. Kama uko nchini Uganda, Radio Chitara, Radio Paidha, na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni. Vile yako kwenye tovuti yetu ya bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili. Mimi ni Phyllis Mwote.
Mwache. Karibu. Aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa idara ya ujasusi nchini Marekani na mkosoaji mkubwa wa Rais Donald Trump, James Comey, amefunguliwa mashtaka mawili ya uhalifu, huku Rais Trump akisemekana kwamba anaimarisha kampeni zake za kuwakandamiza wapinzani wake wa kisiasa. Zaidi na Robert Kipto. Mashtaka hayo dhidi ya Comey yamejiri siku chache tu baada ya Rais Donald Trump kutoa wito kwa mkuu wa sheria nchini humo, Pam Bondi, kuchukua hatua dhidi ya Comey na watu wengine ambao anawakisia kuwa maadui wake, hatua ambayo ni kinyume na maadili kuwa idara ya sheria nchini humo inapaswa kuwa huru kutoka kwa shinikizo zote kutoka kwa mtu yeyote au ikulu ya White House. Comey alifunguliwa mashtaka ya kutoa habari za uongo na kuzuia haki wakati wa uchunguzi wa ikiwa Urusi iliingilia kati uchaguzi mkuu wa mwaka 2016 nchini humo, uchaguzi ambao Rais Trump alishinda. Trump amepongeza mashtaka hayo akisema kuwa Comey ni mtu mbaya zaidi katika historia ya taifa hilo. Katika siku za hivi karibuni, Rais Trump ameimarisha juhudi za kuwakandamiza watu wote anaowakisia kuwa maadui wake, lakini mashtaka dhidi ya Comey yamewashangaza watu wengi nchini humo. Ikiwa atapatikana na hatia, Comey huenda akahukumiwa kifungo cha hadi miaka 5 gerezani. Akiongea na waandishi wa habari jana jioni, Trump alikanusha madai ya kuidhinisha mashtaka dhidi ya Comey, licha ya kuwa awali alitangaza kuwa alimteua Lindsey Halligan kuwa mwendesha mashtaka mkuu ili kuwafungulia mashtaka Comey na watu wengine. Kwenye video aliyochapisha kwenye mtandao wa kijamii, Comey alisema kuwa hana wasiwasi wowote na kukanusha madai yote dhidi yake. Trump alimfuta kazi Comey mwaka 2016 huku uchunguzi ukiendelea kubainisha ikiwa wanachama wa kampeni ya Rais Trump walishirikiana na utawala wa Moscow kuhujumu uchaguzi mkuu wa mwaka 2016. Namna tukisalia Marekani ni kwamba rais wa nchi hiyo Donald Trump ameitaka Uturuki kusitisha ununuzi wa mafuta kutoka Urusi, ikiwa ni sehemu ya juhudi pana za kutafuta ufadhili wa nishati kwa Urusi huku vita vya Ukraine vikiendelea. Akizungumza akiwa na Rais Recep Tayyip Erdogan katika ikulu ya White House, Rais Trump alisema kwamba kusitisha uagizaji huo kungekuwa jambo bora zaidi ambalo mwenzake wa Uturuki anaweza kufanya. Victor Kenani na taarifa zaidi. Mkutano huo katika ofisi ya Oval uliisha bila makubaliano thabiti kuhusu kuondoa vikwazo vya Marekani dhidi ya Uturuki au kuiuzia ndege za kivita za kisasa aina ya F-35, ingawa Trump alionyesha matumaini kuhusu masuala yote mawili. Uturuki imezuiwa kwa miaka mingi kununua ndege za F-35 kutoka Marekani. Mwaka 2019 iliondolewa kwenye mpango wa kutengeneza baadhi ya sehemu za ndege hizo baada ya kununua mifumo ya ulinzi wa anga aina ya S-400 kutoka Urusi. Wakati wa kikao kifupi cha maswali na majibu akiwa na Erdogan Alhamisi, Trump alisema angependa Uturuki sitishe ununuzi wote wa mafuta kutoka Urusi wakati taifa hilo linaendelea na uharibifu wake dhidi ya Ukraine. We've had tremendous relationships both having to do with war and having to do with trade. Tumekuwa na mazungumzo ya kina sana yanayohusu vita na pia biashara. Na nafikiri leo tunazungumzia kuhusu yote mawili. Ningependa aache kununua mafuta yoyote kutoka Urusi wakati Urusi inaendelea na hujuma zake dhidi ya Ukraine. Trump aliongeza kuwa anaamini Erdogan anaheshimiwa na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na rais wa Urusi Vladimir Putin, na hivyo anaweza kuwa na ushawishi mkubwa kwenye vita hivi ikiwa atataka. Pamoja na India na China, Uturuki ni miongoni mwa wateja wakubwa wa mafuta na gesi ya Urusi, na takwimu zinaonyesha kuwa kiasi cha gesi ya Urusi kilichofika Ulaya kupitia Uturuki kimeongezeka kwa zaidi ya 26% mapema mwaka huu. Matamshi ya Trump yanakuja wiki chache baada ya kutangaza kuwa yuko tayari kuweka vikwazo zaidi kwa Urusi iwapo nchi wanachama wa NATO watakubaliana kusitisha uagizaji wa nishati kutoka Moscow. Mapema wiki hii, katika hotuba ndefu kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, Trump aliwashtumu washirika wa NATO kwa kufadhili vita dhidi yao wenyewe kupitia ununuzi wao wa nishati kutoka Urusi. Katika mahojiano na Fox News siku ya Jumatatu, Erdogan alisema kuhusu marufuku ya F-35 kuwa hadhani kama hilo linaendana na uhusiano wa kimkakati. Mkutano huu kati ya Trump na Erdogan ni wa pili wiki hii baada ya mazungumzo mafupi walioyafanya kuhusu Gaza kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa pamoja na viongozi kutoka mataifa kadhaa ya Kiarabu na Kiislamu. Erdogan pia aliishtumu Israel, mshirika wa Marekani, kwa kutekeleza kile alichokiita mauaji ya halaiki kamili huko Gaza na kumbebesha lawama
waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, msimamo ambao ni tofauti kabisa na matamshi ya Trump hadharani. Hata hivyo, katika mkutano wa White House Alhamisi, marais hao wa Marekani na Uturuki waliepuka kutofautiana hadharani kuhusu swala hilo. Israel imekanusha madai ya kutekeleza mauaji ya halaiki Gaza. Naibu mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Vivian Van der Peer, amesema mgogoro wa sasa unahitaji majibu ya haraka na mchakato wa mazungumzo ya kisiasa. Chube Ngorombi ametutumia taarifa ifuatayo kutoka Goma. Akiwa ziarani nchini Kongo, naibu mkuu wa MONUSCO anaamini kwamba ni mchakato tu wa kisiasa ndio suluhisho la vita DRC. Huyo ameongeza kuwa vita haijawahi kuwa suluhisho katika nchi yoyote ulimwenguni, walakini alihakikisha kwamba inawezekana kumaliza vita na kwamba suluhisho la kijeshi linaweka maisha ya idadi ya watu katika hatari na watu wengi wanateseka, haswa wanawake, watoto wakiwa hawana hatia. Alizingatia kwamba amani mashariki mwa DRC lazima ipitie mchakato wa kisiasa. Vivian Van der Peer alijulisha kwa Umoja wa Mataifa unaendelea kuunga mkono DRC ili kupata suluhisho la hali hii ya shida ya miaka 30 nchini. Vita havijawahi kuwa suluhisho katika nchi yoyote ulimwenguni. Kuna mifumo mingine, michakato mingine inachukua muda. Kwa sababu hali ya mashariki ya Kongo kwa kweli ni ngumu sana. Kuna taarifa nyingi ambazo zinapata asili yao kutoka kwa ukoloni wa zamani. Suluhisho la kijeshi linaweka maisha ya idadi ya watu wengi hatarini. Baadhi ya raia waathiriwa wa vita mashariki mwa Kongo pamoja na baadhi ya viongozi wa serikali nchini humo wametaka MONUSCO kufanya kila linalowezekana ili kuhakikisha kuimarisha amani nchini Kongo. Didier Rumbika kutoka shirika la kijana Imara Shuhudia Maendeleo nchini pia amejulisha mtazamo wake. Kubwa MONUSCO pa anasema kweli kabisa kwa njile ni sawa, vita ni ya mubaya sana, kutu vita ijengi. Lakini kama watatusaidia kukitumua vita ishi, watakuwa wanatusaidia sana kabisa. Haya yanajiri wakati rais wa Kongo Felix Tshisekedi akishiriki mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, ambapo pia alizungumza juu ya mzozo wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akikemea mauaji yanayoendelea nchini mwake kama mauaji ya kimbari ambayo kwa zaidi ya miaka 30 umwangaji damu nchini Kongo unaendelea. Alikemea mamilioni ya vifo. Rais Tshisekedi alisifu kulingana na kuhusika kwa Marekani katika kutokomeza mzozo mashariki mwa DRC. Matamshi haya ya rais wa Kongo pamoja na naibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo yamepelekea wachambuzi wa masuala ya usalama nchini Kongo Amos Milonde kujulisha hapa. Kama mkazi wa Nord Kivu, mimi naona MONUSCO tangu ilifika huku ina vifaa vyote, lakini wanatuambia kwa mazungumzo ndio itamaliza hii mzozo. Mazungumzo walianza tangu zamani. Sasa sisi wa raia tumeona tumechoka. Na kwa taarifa hiyo sasa tunaelekea viwanjani na Omari Mkambara Jumanji. Nianze na kandanda. Hatimaye klabu ya Aston Villa imepata ushindi wake wa kwanza msimu huu baada ya kuifunga Bologna kwa goli 1-0 katika mchezo wa Europa League. Bao pekee la Villa likifungwa na nahodha John McGinn, huku mshambuliaji wa Villa Oli Watkins akikosa mkwaju wa penalty. Kwa upande mwingine, pressure imeendelea kuwa kubwa kwa kocha wa Rangers Russell Maltini baada ya kupoteza mchezo wa nyumbani kwa goli 1-0 dhidi ya Genki, huku mashabiki wakiendelea kushinikiza kocha huyo kuachia ngazi. Katika michezo mingine, Olivier Giroud aliwapa ushindi klabu ya Lille waliposhinda goli 2-1 dhidi ya klabu ya SK Brann kutoka Norway. Olimpiki Lyon wao wakachomoza na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Utrecht, huku Stuttgart wakishinda goli 2-1 mbele ya Celta Vigo. FC Porto wao wakachomoza na ushindi wa 1-0 dhidi ya RB Salzburg. Na nikisalia kwenye soka, jana nchini Tanzania, Wekundu wa Msimbazi waliibuka na ushindi wa goli 3-0 dhidi ya Fountain Gate.
Huko nchini Hispania, Real Oviedo walikubali kuchapa goli 3-1 na FC Barcelona, huko Osasuna nao wakienda sare ya 1-1 na Elche. Katika mpira wa kikapu, timu ya Cleveland Cavaliers wamemsajili Thomas Bryant kuongeza nguvu katika eneo lao la kati. Bryant mwenye urefu wa futi 6 inchi 10 msimu uliopita alivyotumikia vilabu vya Miami Heat na Indiana Pacers na akiwa wastani wa kutoa pointi 6.5 na ribaundi 3.8. Na pia aliweka rekodi ya juu ya mitupo ya mbali 48 na pia akiisaidia Indiana Pacers kufika fainali ya NBA. Kwa upande wa riadha, dunia ya michezo imepata pigo kubwa baada ya kutangazwa kwa kifo cha mwanariadha nguli kutoka Ethiopia, Shewaje Allen, aliyefariki dunia akiwa na umri wa miaka 30. Shewaje alianza kushiriki mashindano ya kimataifa mwaka 2011 na mpaka kufikia mwaka 2025 alikuwa amekimbia jumla ya marathoni 27 ambapo alifanikiwa kushinda mbio 12 kati ya hizo. Ni hayo tu kwenye michezo asubuhi hii. Naitwa Omari Mkambara, Jumanji. Ni matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu: aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa idara ya ujasusi nchini Marekani na mkosoaji mkubwa wa Rais Donald Trump, James Comey, amefunguliwa mashtaka mawili ya uhalifu. Na naibu mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema kwamba mgogoro wa sasa unahitaji majibu ya haraka na mchakato wa mazungumzo ya kisiasa. Hii ni BBC. Karibu tena msikilizaji. Sasa Zimbabwe iko kwenye hatua ya kuwa kituo kikuu cha matunda aina ya blueberry barani Afrika. Hii ni baada ya kusaini makubaliano ya usafirishaji bila ushuru na taifa la China, moja ya watumiaji wakubwa wa blueberries duniani. Shingai Nyoka alitembelea shamba la blueberries lililopo Nyabira na taarifa yake inawasilishwa na Nasteha Mohamed. Kuna mahitaji ya kimataifa ya matunda aina ya blueberries kutoka Zimbabwe ambayo yanazidi kuongezeka. Katika chumba hiki chenye baridi, wapakiaji husindika tani 6 za matunda ya blueberries kwa siku, mengi yakiwa kwa ajili ya kusafirishwa nje ya nchi. Uzalishaji wa mwaka huu unatarajiwa kukua kwa 50% hadi kufikia tani 12,000. Zimbabwe bado ni mzalishaji mdogo kwenye soko. Blueberries zinazozalishwa hapa zinasafirishwa kwenda Ulaya. Pia zina masoko katika Mashariki ya Kati, Hong Kong na Asia ya Kusini Mashariki. Lakini makubaliano mapya ya kibiashara na China yameleta msisimuko hapa na yameibua matumaini kwamba nchi hii ndogo inaweza kuwa mzalishaji mkubwa kwenye soko la dunia. So from cricket to blueberries. Yeah, shamba la Loret linaongeza uzalishaji likitarajia kupata oda kutoka China. Mchezaji wa zamani wa kriketi wa kimataifa Alistair Campbell anaamini kuwa ladha ya kipekee ya matunda ya hapa nyumbani ambayo hukomaa mapema kuliko yale ya washindani ni moja ya vivutio vikubwa sokoni. Zimbabwe ina mipango ya kuongeza mara 2 ya eneo la mashamba ya blueberries ya sasa hadi kufikia hekta 1,500, lakini kuna changamoto: kutokuwa na uhakika wa sera kuhusu sheria za fedha na umiliki wa ardhi. Alistair anaelezea. Because of this China protocol and pending India protocol. Ni sawa kusema kwamba Zimbabwe ipo tayari kufanya biashara na kutumia kauli hiyo, lakini misingi muhimu lazima iwe sahihi na lazima iwe ya kuvutia mitaji. Kumbuka kwamba tunahitaji mitaji yenye uendelevu na uvumilivu. Tunahitaji fedha za muda wa miaka 7 au 8. Kuna mifuko ipo ambayo ina kiasi cha fedha hasa kwa kile tunachokihitaji, lakini hadi sasa tumewekwa pembeni. Zaidi ya dola milioni 1 za mitaji zinahitajika ili kuongeza uzalishaji. Faida yake ni ajira mpya kama 1000 kadhaa hivi na uwezekano wa kuibuka kwa wafanyabiashara wapya. Clarence Mwale anaamini kuwa inawezekana kuhusisha wakulima wadogo kwa namna ile ile katika mnyororo wa usambazaji wa blueberries unaohitaji mtaji mkubwa. Tuna mkataba wa kulima hekta 2,000 za blueberries kwa kutumia mfano huu wa kiasi kidogo. Tunawalenga watu maalum tunaojua wana uwezo wa kulima blueberries.
Sasa soko la China limefunguka kama ilivyo hivi sasa, linatupa nafasi kubwa zaidi ya kuangalia. Tulipokuwa tukikabiliana na kushindana katika soko la Ulaya ambalo hatukuweza kulikamata ipasavyo, sasa tuna soko kubwa ambalo tunahitaji kulishughulikia. Hii inampa kila mtu fursa ya kuingia katika sekta ya uzalishaji wa blueberries. Zimbabwe itahitaji kupitia ukaguzi wa China kabla ya kuanza usafirishaji nje, lakini pia itahitaji kujenga ujasiri kwa wawekezaji katika jitihada zake za kuwa mji mkuu wa blueberries barani Afrika. Na utalii mara nyingi huangaziwa kwa nafasi yake katika maendeleo ya kiuchumi. Lakini je, zipi changamoto za utalii hasa Afrika Mashariki? Huko dunia ikiadhimisha siku ya utalii hapo kesho, mwenzangu Beldin Waliaula amezungumza na afisa wa utalii, utamaduni na turathi katika kaunti ya Kilifi, Kenya, na Herbert Tawa ambaye ni Herbert Tawa Mwachiro na Adolf Patrick Mazi ambaye ni mtaalamu wa utalii nchini Tanzania. Changamoto kwa upande wetu, tangu wakati wa COVID utalii wetu ulienda chini, kupoteza utalii wengi, na sasa ni jitihada zetu za kurudisha watalii waje huku Kenya. Na tumefanya mikakati mingi ya kurudisha watalii na tuendelea na kuwa na ushirikiano na wafadhili wengi ambao wanatusaidia kuleta idadi ya watalii iongezeke. Mimi nahisi bado changamoto kubwa kwa miundombinu ni kwa upande wa flights, lakini kwa miundombinu kwa maana ya majengo, hoteli, kwa upande zote iko sawa. Lakini sasa kama vijana mjasiriamali, kuna baadhi ya changamoto sana kwa vijana ambao tunaanza kama supporting finance kwa vijana. Mimi nahisi kuna vijana wengi ambao anaamua kuingia kwenye biashara ya utalii na anapata connection, lakini muda mwingine policy kwa maana za policy za finance na kila kitu zinagonga mwamba sasa. Kwa unakuta mtu anakufa na idea muda mwingine. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kama hiyo. Lakini kubwa iliyo mimi nahisi ni kwenye usafirishaji. Usafirishaji wa anga bado ni changamoto kabisa. Na utalii unawanufaishaje wananchi wa kawaida? Utalii ni biashara ya kila mtu, kwa sababu ukiona kama hoteli zetu zinapatia vijana ajira, hoteli zetu zinapatia wakulima nafasi ya kuuzia chakula, wavuvi pia wanauza samaki kwa utalii, kuna kampuni ya magari, mabasi ambao huleta utalii. So kila mtu, kama utalii ukiwa uko juu, kila mtu anafaidika katika hii sekta. Kwangu mimi, kampuni yangu nilishaiweka kwa maana ya social business, kwa maana some percent huwa naipekaga kwa jamii moja kwa moja. Na sasa sisi tumekuwa tukiuza package ambayo zina include visitation ya local community. Kwa sana tunaenda maeneo ya Mto wa Umbu kule, kama naelekea Ngorongoro, tunawazungusha wageni waone mazingira na maisha ya Watanzania uhalisia kwenye masoko ya watu, na wengine wanavutiwa, wananunua baadhi ya bidhaa, nguo na vitu vingine. Nikupe tu mfano kwamba kwa wageni ambao wanapanda milima ya Kilimanjaro, wageni walio wengi huwa wanakuja kukodisha vitu vya kutembelea kwa miguu kwa upande wa Kilimanjaro na kila kitu. Kwa wao wenyewe tunawachukua na tunawapitisha kwenye masoko ya wananchi mtaani. Na hii sekta ya utalii Afrika Mashariki itawezaje kukabiliana na ushindani wa dunia? Tumekuwa na ushirikiano tangu mwaka 2022 ambapo kwa kila mwaka tuna kongamano kubwa ambao unaitwa Uganda Kenya Coast Tourism Conference. Mwaka huu sisi Kilifi ndio tutaandaa washahiri hapa Malindi mwezi ujao tarehe 27 na 28, na tunatarajia at least tupate wageni ambao ni kutoka sekta ya utalii ya Uganda karibu 700 ili waje hapa. Ukiangalia katika nambari ambazo mwaka jana, Uganda ilikuwa nchi ya pili nyuma ya Marekani kuleta watalii nchini Kenya, na mwaka huu tunaona wataongezeka karibu na 25% kuelekeza kuleta watalii kutoka Uganda hadi huku Kenya, na tutashirikiana na wao kwa sababu sisi tukaangalia kuna wale wanyama ambao wanaitwa kama gorila kule. Sisi Kenya hatuna gorila. Sasa Waganda wanatuzia gorila, sisi tuwauzia ufuo wa bahari ili waje watembee huku kwenye bichi zetu. Mimi nitakuwa na malalamishi ya njia ya maoni na mawazo. Kwa upande wa usafiri wa anga umekuwa ni kilio kwetu. Mimi nakupa mfano, sisi tunafanya hizi flight ticket na vitu vingine, lakini unakuta badala ya kuwa na hizi flight za moja kwa moja kutoka nchi fulani kwenda nchi fulani, tunajikuta tunakuwa na flight ambayo inapitia kwenye nchi kadhaa. Kwa mteja mgeni kuja kukufikia kwako ameshamaliza pesa. Kwa mimi nahisi East Africa Community in general, cha kwanza inataka tuhakikishe kuwa na usafiri wa moja kwa moja. Sasa hivi unakuta
mgeni unamtoa, let's say Canada, atakuja na KQ labda kutoka South Africa, anakuja Tanzania, lakini ataruka moja kwa moja mpaka Nairobi. Kwa atashuka Nairobi pale, labda atakaa siku moja ndo anakuja Tanzania. Lakini mimi na imani tukiwa na usafiri wa uhakika wa anga ambao mtu aliyoko labda Guangzhou China, mtu aliyoko Marekani, nafsi akiwepo South Africa, kwa sehemu nyingine, anakuwa na uhakika wa kupata usafiri wake wa kuja sehemu husika. Lakini kingine ninaona ni hizi system za kupata visa. Kwa hiyo unaona zile process ni ngumu, muda mwingine unakuta mgeni anaona kama labda kuna masuala ya corruption na vitu kama hivyo. Kwa maana ya East Africa Community ni kwa jumla, kwa sababu sasa hivi tumeshakuwa familia, ni kutafuta system ambayo itawarahisisha, kwa process muda mwingine nazo ni changamoto. Na kuna matarajio gani ya ukuaji wa sekta hii kwa miaka 5 au 10 ijayo? Tunaona miaka ijayo hii sekta itaendelea kuwa kubwa, idadi ya watalii wataongezeka. Kakati ambayo tunafanya kama juzi serikali zetu zilipiga sahihi mkakati wa kushirikiana katika upande wa sekta ya utalii ili tuongeze utalii, tuvute watalii kutoka nje, kutoka ng'ambo, kutoka Ulaya, Marekani, hata Asia na pia Afrika. Tuvute watalii ili tutambulike kama mahali ambapo kuna utalii wa hali ya juu Afrika Mashariki. Kwa ujumla, ukipiga hesabu na kipindi kile ambacho tutaanza kuathiriwa na corona na sasa hivi iko tofauti. Kwa miaka zinazokuja tayari wawekezaji wameshakuwa ni wengi, lakini pia vijana ambao walikuwa wakiona biashara za utalii ni za kihaini, sasa hivi watu wamebadilika. Kwa hiyo unaona na investment imekuwa ni kubwa. Kwa hiyo ndani ya miaka kadhaa tutakuwa na wazawa wengi wanaomiliki biashara hizi za utalii, kwa sababu ya kuonekana kwa sasa hivi kwamba walio wengi wamekuwa ni wazawa. Tofauti na zamani tulikuwa tukiamini mzungu atakuja kutoka huko atakuja kuinvest kwenye biashara. Lakini pia nimeona ni kwamba focus kubwa ya hizi taasisi za elimu elimu za mahoteli na utalii zimekuwa ni nyingi na zimekuwa zikitoa elimu ambazo ni nzuri mno. Kwa hiyo ukiangalia baada ya miaka kadhaa tutakuwa na wataalamu wengi kwa upande wa mahotelini, lakini tunakuwa kwa kasi, kwa maana ushirikiano huu wa East Africa umekuwa ni mkubwa mno. Sasa hivi kwenda mimi Kenya sina changamoto, kwenda Uganda sina changamoto, ni tofauti na miaka zile. Kwa hiyo mwingiliano wa biashara umeshakuwa ni mzuri sana, maana yake tayari fursa zimeshakuwa kubwa pia. Na vijana wa Afrika Mashariki wana nafasi ipi katika sekta ya utalii? Vijana wa Afrika Mashariki ni vijana ambao wanatia bidii sana. Wameona hii sekta ya utalii itawapatia makazi mengi, na wengi wanaanza kushughulika. Wengi wanashughulika kama operators and tour guides, wanajifunza upishi ili wafanye kazi hoteli, na pia biashara zao ndogo ndogo ambazo zitavuta watalii kwao. Teknolojia au mikakati ipi inayoweza kuboresha uendelevu wa utalii katika ukanda huu? Sasa biashara imekuwa ni advanced na ni kwa sababu ya teknolojia. Kwa hiyo mimi kitu ambacho labda ningekuwa na wazo au na ushauri ni kwamba ni serikali sasa za kijumuiya zishirikiane kuona zinaweka mikakati gani, kwa maana ya kuhakikisha kwamba teknolojia, adoption ya teknolojia, kwa maana ya kuhakikisha internet kwa kila maeneo ziko sawa. Kuna baadhi ya sehemu kienda mawasiliano yamekuwa ni hafifu. Nazungumzia teknolojia kwa upande labda wa hizi system za kukatia tiketi online, system za kufanyia booking online za accommodation na kila kitu. Ni bado kuna baadhi ya makampuni mengi au baadhi ya mahoteli mengi ambayo system zao hazijawa vizuri, kwa maana mtu unavyotaka kutafuta availability unahitajika tena upige simu kwenye property kuhakikisha una verify kwamba ni kweli ipo au haipo. Kwa hiyo nahisi bado property nyingi au makampuni mengi yameadapt teknolojia vizuri, lakini bado hazijawa na wataalamu ambao wanaweza sasa wakawa wanafanya update na vitu kama hivyo, kwamba mimi nikiingia nitakachokiona online kiwe ndo hicho ambacho nikipiga simu nitaambiwa. Ukiona hawa majenzi upande wa teknolojia wao wamesonga mbele sana, na wanatumia teknolojia wakitengeneza kama zile applications au apps za kuvuta watalii, kupatia information, kueleza mambo ambayo yanafaa utalii hapa Afrika Mashariki. Wakiendelea hivyo kweli wanajitengenezea ajira na tunaongeza watalii ambao wanakuja hapa Kenya. Naam, huyo ni afisa wa utalii, utamaduni na turathi kaunti ya Kilifi, Herbert Tawa Mwachiro na Adolf Patrick Mazi. Muda hauturuhusu kuendelea. Shukran sana msikilizaji kwa kuandamana nami tangu Jumatatu hadi leo Ijumaa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Phyllis Mwate na kuaga kwa kukuambia kwamba bahari haikosi mawimbi. Kumbuka changamoto ni za kawaida tu maishani, lakini safari inaendelea. Hii ni BBC.